Chanzo cha mimba kuharibika sasa kimegundulika. Chanzo cha mimba kuharibika sasa kimegundulika. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja. Ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nakuja na somo ambalo ni zito kidogo. Ni moja ya somo ambalo nina uhakika hujawahi kulisikia popote pale. Nina uhakika hujawahi kulisikia popote pale. Lakini pia kila mtu amekuwa na mtazamo wake, lakini pia madaktari walioko hospitalini wanajitahidi kwa kiwango kikubwa kuweza kuhakikisha wanasaidia watu wanaokutana na changamoto ya ujauzito ama mimba kuweza kuharibika. Serikali yetu inajitahidi sana kuweka huduma ambazo ni nzuri, huduma ambazo ni bora, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanaokoa mama wajawazito. Wanajitahidi kwa kiwango kikubwa sana, zaidi ya sana. Lakini kuna jambo ambalo hakuna anayeliongelea. Kuna jambo ambalo wataalamu wachache kidogo sasa hivi naanza kuona wanaligusa, lakini hawaingii in deep kama inavyotakiwa. Sasa hebu niazime masikio yako uweze kunisikiliza vizuri. Kuna sababu nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa. Kuna habari ya matumizi ya uzazi wa mpango, mimba kutunga nje ya kizazi na nini. Zipo sababu nyingi za kitaalamu. Ukiingia Google, ukienda Google chanzo cha mimba kuharibika, kila mmoja atakuletea sababu zake. Kila mmoja, ama wataalamu wa afya wameelekeza sababu zake huko. Lakini leo nitakuja na sababu ya kilishe, sababu ya afya, kwa nini mimba nyingi zimekuwa zikiharibika. Na sababu hii imethibitishwa na wataalamu wengi wa afya ambao tayari wameanza kugusa. Moja ya daktari mkubwa sana ambaye aligusa kidogo juzi, mama yetu kutoka Australia, Muhimbili, aliweza kuongelea habari ya mbegu za kiume, namna ambavyo zimekuwa dhaifu, na akawa anadadavua, anasema kuna muda mwanaume anayekwenda kupima zile mbegu wakiwa maabara, anaweka mbegu katika kipimo, anageuka kwa ajili ya kuweza kuchukua kitu fulani au kifaa fulani. Ile moment ya kugeuka dakika moja na kurudi, anakuta zile mbegu zimekufa. Ni kitu ambacho kimeshtua mioyo ya watu wengi. Niliweza kushare hapa katika mitandao yangu ya kijamii na kuweza kuelekeza nini ambacho kinachotokea. Lakini leo nataka niongee kitu kingine, kwa nini hali hii imekuwa ikisababisha mimba nyingi kuweza kuvurugika. Mbegu ya kiume inapokuwa inazalishwa, inazalishwa katika kiwango ambacho ni cha ubora wa hali ya juu sana. Kwa lugha nyingine, mwanaume ambaye amekuwa akila vyakula ambavyo vinasaidia kuweza kuboresha hizi mbegu, yaani maana yake sio vyakula ambavyo vinavyoboresha mbegu, hivi vyakula ambavyo ni fast food. Ukikutana na yule mwanaume ambaye anakula vyakula ambavyo ni natural, mbegu yake hata ile harufu tu unaweza ukaisikia. Nimewahi kukaa na mzee mmoja akasema, ananiambia kitu cha ajabu sana. Anambia, Kuboja, zamani ili kuweza kumgundua mwanamke aliyetoka kucheat, unamgundua kupitia mbegu za kiume. Yaani anapokuwa anafika tu nyumbani pale, hata kama amenawa, zile mbegu zinaweza zikanuka chumba kizima. Maanake mbegu zilikuwa zina harufu ambayo ilikuwa ni harufu kali sana. Kwa ni moja ya njia rahisi sana kuweza kumgundua mwanaume aliyetoka kucheat. Lakini hali hiyo imeenda inapungua leo hii. Uwezo huo unaanza kuondoka polepole, na naweza nikasema umepotea kabisa. Mwanamke aliyetoka kucheat leo hii anaweza akaenda akanawa na zile mbegu zisisikike harufu zake. Sasa wazee wa zamani, watu waliozaliwa miaka ya 70 huko, miaka ya 60, wanaweza kuelewa hiki kitu. Myself nime experience hicho kitu wakati pia napitia hali ya barehe.
mbegu kuweza kuwa na harufu ambayo ni kali zaidi na zaidi. Sasa basi, nini kinachotokea? Mbegu hii inapokuwa inatengenezwa katika ubora wa hali ya juu, ina act as a chemical. Mwili wa mwanamke unapokuwa unapokea mbegu hii, unaihesabu ile mbegu kama adui ambaye inatakiwa kuweza kushambuliwa. Inakwenda kuattack ile mbegu. Kitakachosaidia mbegu hiyo isiweze kuwa attacked